Amjambo wa ndugu, na wasalimu sana nyote kwenye channel ya Christian TV ama Dawa Bon Voyage. Nashukuru kuwa nanyi katika kipindi hiki. Mungu awabariki. Ilikuwa ni siku mingi hatuweze kupeperusha mavideo kwa sababu fulani, lakini leo Mungu ametuwezesha. Mungu apewe sifa. Ndugu zangu, leo ninawaletea simulizi ya dawa ambayo itapatikana rahisi, dawa kabisa ambayo utaitumikisha na itakusaidia. Watu wenye wanaweza kuwa wamepewa sumu, huku kwetu Kongo tunaita poison, wanakupatia poison, sumu, dawa yako tutaisema. Pia wanaweza kupatia acid, wanakukunywisha acid. Kuna mtu ambaye anaweza kuwa ni mbaya sana, anakuletea chakula ametia aside, anakuletea maji na ameweka aside, baadaye unaikunywa na hapo inaweza kukuletea matatizo, unakufa haraka sana. Pasipo hata kukuletea aside, unaweza pia we mwenyewe kukamata kitu na wazia ni kinywaji, unakunywa kumbe na ni aside. Dawa yako tutaisema hapa. Pia kuna watu wengi anaweza kula sumu pasipo kujua. Yani kwa mfano wameweka sumu ya panya nyumbani, wameweka sumu ya mdudu fulani nyumbani, wameitega kwa chakula, zaidi sana kwa watoto. Anapokuwa anakutana sahani iko pale chini, umeweka nyama, umeweka samaki, umeweka birai, mtoto anapofika pale mara moja anafanya nini? Anakamata, anakula, na kumbe sumu tayari ilikuwa imewekwa kwa chakula hicho. Kwa hiyo sasa, kusudi ule mtoto umuokoe maisha yake, utafanyaje? Ama unaweza kuwa ukitembea ndani ya pori, unapokuwa ukitembea porini, hapo unaumwa na nyoka. Unaumwa na nyoka, nyoka inakuluma, nyoka ya porini. Siko nazungumzia nyoka ya tumboni, nazungumzia nyoka ya porini. Uko unatembea inakuluma. Ama unalala sehemu fulani, kwa bahati mbaya nyoka inakuluma. Ni nini utajisaidia nayo? Ni nini itakutunza? Na hapa nitasema dawa na uijaribu, itakusaidia. Unaweza kuwa shida hii hautaipata yenyewe mimi nasema, lakini kuna ndugu zako washare, watumie hizi video, watumie hii video nao waiweke na wamesikia, kwa sababu maarifa ni nzuri sana. Mtu ajuake ni wakati gani hiki kitakupata. Ndio maana kabla sijasema, nitakuomba kitu kimoja, una like pale ambapo kunawekwa kidole, yani inaonesha kueme, na kama haujajiabone kwa hii channel yangu, nitakuomba kujiabone. Baadaye nitakuomba kupartager, kutuma kwa wengine ili wasaidie, kwa sababu mtu hajuaki, na Wafransa wanasema on ne sait jamais. Hawezi jua ni shida, ni wakati gani mtoto wako atakunywa dawa ya panya, ni wakati gani wanaweza kupatia sumu, ni wakati gani unaweza umwa na nyoka, hawezi kujua. Lakini ukisikia hii video mpaka mwisho, utakuwa deja umekuwa na maarifa, utakuwa umejua nikiumwa na nyoka nitafanya hivi, wakanipa sumu nitafanya hivi. Wewe mwenyewe unakuwa munganga hapo nyumbani. Kwa hiyo ninaamini tayari ulisha partage na ulisha jiabone na ulisha like, yani ulisha aime. Que Dieu vous bénisse, yani Mungu awabariki. Pamoja na hiyo sasa, ndugu zangu wapendwa, naitwa kwa jina la Christian. Ukitaka kusapoti video zangu na kutaka kunielekeza, namba zangu ni hizi, 097 099 4244 097 099 42 44. Hizo ndizo namba zangu za muda yote. Kwa hiyo sasa, ndugu zangu, hebu tuzungumzie sasa dawa. Nitazungumzia dawa ya aina hizi mbili, unifuate vizuri. Dawa ya aina ya kwanza, dawa ya aina ya kwanza ni dawa ambayo utatumikisha, ni dawa ambayo utatumikisha pasipo kulipa hata senti hii moja. Wakati umehisi umekula sumu, wakati umehisi umeumwa na nyoka,
wakati umehisi umekunywa aside, hapo kitu cha kwanza utatumia ni mkojo wako. Yaani kuna mahali ninapokuwa nikitafakari juu ya mambo ya kinganga kutunza, na kutana kwamba Mungu aliumba mtu kwa namna ya ajabu sana. Narudiria, dawa ambayo utatumia ni mkojo. Utaenda ukojoe. Ndio maana ni vizuri unapoamka asubuhi ukunywe maji. Unapoamka asubuhi kunywa maji mingi. Unapotaka enda safari kunywa maji, kwa sababu unaweza kuumwa na nyoka, wanakupa sumu nini, hauna tena mikojo. Mikojo nazitafuta zinakosekana kwa sababu wewe hautumii maji. Tumia maji asubuhi. Ukitaka kwenda safari tumia maji mingi kusudi iweze kukusaidia. Kwa hiyo sasa, ndugu zangu, hapo utakojoa. Unaweza kojoa kama uko na kakopo, unaweza kojoa kavere kamoja ubie demi vere, yatosha ukojoe ukunywe mikojo yako. Tuko pamoja? Utakoyola unakunywa mikojo yako, na ukimaliza kuitumia, hata kama ulikuwa umeumwa na nyoka, unaweza sema hata nimeumwa na nyoka, niko saizi porini, ngoja niendeleshe nikalime, nitarudia saa kenda ndo nitaenda kutibiwa. Tuko pamoja? Hapo sumu tayari utakuwa neutralize, na sumu pale utakuwa umeisimamisha isiendelee na kasi yenye ingekuwa nayo. Kani ile aside utakuwa umesimamisha nguvu zake. Kani ile poison inaingia mwili na kuanza kuidetruire, kuiharibu, pale utakuwa umesimamisha kwanza kazi yake. Ikiwa umeumwa na nyoka, sumu imeanza kuingia ndani ya maji, mwili yote inaanza kusambaa. Hapo ukakunywa ile mkojo, tayari utakuwa umefanya nini? Umeisimamisha. Hiyo ni sehemu ya kwanza ambayo hautalipa hata senti moja. Yaani itatoka kwako mwenyewe binafsi. Hiyo muifanye ndugu zangu, sio ushirikina, sio ulozi, sio mambo manini, ni yako mwenyewe. Kwa sababu kuna hata na watu wanakuwa na diabetes, kisukari, wanaambiwa nao pia, kwa sababu wanakuwa wako napoteza makaroli mingi manini, wakati iko na kisukari, alafu anaambiwa akwe natumia mkojo yake. Hapo siko kwa wale wenye kisukari, kwa sababu dawa yao tayari imepatikana ya kumaliza kisukari, hawatatumia hao tena mikojo, watapona kwa dawa bila shida. Lakini ukiwa na hii tatizo, kwa kujisaidia haraka ni hivyo. Unaweza kuwa pia umemaliza kutumia hii dawa ya kwanza, lakini magonjwa ingaliki haiyaisha vizuri. Hii dawa ya kwanza ilienda simamisha kubreak magonjwa isiendelee kwa haraka, itaomba utumie dawa hii nyingine ya pili. Utaenda ununue lita moja ya maziwa. Utaenda unanunua lita moja ya maziwa. Hii ni dawa ya pili ninatoa. Kimaliza kununua lita moja ya maziwa, ufike nyumbani, uitie pembeni, ununue pia na mafuta. Hii mafuta ya ngazi, huku kwetu tunaita mafuta ya ngazi, lakini sijue wengine watu unaita mawesa. Hii mawesa mafuta ya rouge ambao wanapigaka kwa chakula. Ile mafuta utatayarisha vijiko 5. Baadaye utatayarisha pia na unga wa makaa. Na waza watu wengi wanapiga kwa makaa. Makaa ni makaa yoyote. Ukapata makaa ya hii muti eucalyptus nyeupe, hapo umepata kiboko yao. Lakini ikiwa upate tumia makaa ni makaa. Nayo utasaga utwange, baadaye uyungulule, upate ingalau kijiko moja ama viwili. Kipata vijiko hivyo viwili pamoja na vijiko 5 vya makaa, tafuta aloe vera kigaka. Kipata ile aloe vera, ukamate uparure ile ya ndani uparure ingalau kijiko kimoja. Baadaye ukimaliza kuvipata hivyo vitu vitatu, kitu unatakiwa kufanya ni hiki. Utakamata ile aloe vera, ukisha ikamata
na ile jus vyote unavichanga fasi moja. Unakamata ile maziwa ile lita moja, unafanya nini? Unaitokotesha kwa moto. Ikimaliza kutokota mara moja tu, ondoa kwa moto. Baadaye usubiri dakika chache ngalau 3, kisha ukamate hiyo mafuta, hiyo mawesa, kamata ile aloe vera, kamata ile ambayo tuliweza kuzungumzia ingine, uvichange fasi moja. Yani mafuta ya mawesa pamoja na hiyo mai ya hiyo aloe vera pamoja na hiyo maziwa, uvichange fasi moja. Tuko pamoja wapendwa? Baadaye kisha kuvichanga kwa fasi moja, ni hapo ufanye nini? Utumie, na kweli kweli utaweza kupona hiyo shida ya sumu. Nawaza utavitumia ni mara 2 kwa siku. Unapokuwa ukivitumia, samahani, kuna kitu ambacho nilikuwa nimesahau. Unapokuwa ukitumia vitu hivyo, inatakiwa usikule chakula chochote baada ya saa 2, kwa sababu dawa ni hapo imeanza kutumika. Ni kusema nyuma ya saa 2 ndipo utumie nini? Chakula chochote. Lakini kabla ya saa 2 inatakiwa usitumie chakula chochote, kwa sababu dawa hapo inafanya kazi yake. Kwa hiyo sasa kuna mambo yengine ambayo inaomba kufanya. Usisahau kutia ndani ile unga ya makaa. Ile unga ya makaa kabisa, usijaribu kusahau kabisa kabisa. Kwa hiyo ile dawa ukaitumia itakuponya, nitakuponya wewe na jamaa yako. Na wauliza tena, mnataka niwafundishe dawa nyingine kisha kuwafundisha hii? Tayari nimemaliza hapo kwa dawa, nimemaliza. Kama kuelewa vizuri, nitarudilia. Utatafuta lita moja ya maziwa, utafuta vijiko 5 ya mafuta ya mawesa, hii ya ngazi, mafuta ya mawesa ya ngazi, with the palm. Baadaye unatafuta unga ya makaa hii ambayo tunakonga kwa kupiga chakula. Baadaye unatafuta nini? Unatafuta aloe vera. Vile vitu unavichanga fasi moja, na utakuwa umepiga deja maziwa. Ile maziwa yenyewe ulipiga unavichanga ndani, unakoroga, kisha unakunywa ile maziwa vyote unavikunywa. Baadaye ya kumaliza kuvikunywa, ufanye nini? Wewe utulie. Kuna yule ambaye anaweza kutapika, kuna yule ambaye hawezi kutapika, hakuna shida. Kisha kuvitumia, usipite unakula chakula chochote. Baadaye unaweza vifanya mara 2 kwa siku. Unavifanya muda wa siku 3. Muda wa siku 3, nawaza pale sumu yoyote itakuwa imetoka mwilini. Utakuwa tayari umetibu kumutu mwenye iko na ile asidi ya mingi, ile asidi plutôt yenye anaweza kuwa alikunywa na marazi mengine. Hapo utakuwa umejitunza kweli kweli. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni awape uponyaji wa kweli kwa jina la Yesu Kristo. Amen.